Kipenga cha uchaguzi mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wa kumchagua diwani wa kata, mbunge wa jimbo na urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kimepigwa na Jaji Jacobs Mwambegele huko Oktoba 29, 2025. Wenye nia na wenye sifa za kuwachagua viongozi wao walialikwa kujongea masanduku hayo matatu nchini Tanzania kupiga kura ambayo ni haki ya raia wa taifa hili. Mwanakwetu kwa mwaka wa 2025 tukio hili lilitokea akiwa Musoma mjini mkoani Mara, mkoa uliokadiriwa wakati huo kuwa na watu milioni 2.5, mkoa aliozaliwa rais wa kwanza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, mkoa wa kaskazini mashariki mwa bara la Afrika. Kwa hakika tangu Jumatatu Oktoba 27, 2025, mji wa Musoma ulikuwa na utulivu mkubwa, huku mkuu wa mkoa huu akishiriki shughuli zake kadhaa, ambapo walifanya shughuli ya uzinduzi wa magari manne ya jeshi la zimamoto na uokoaji. Huku mchana wake alifanya mazungumzo na madereva wa mabasi ya mkoa wa Mara katika kikao kirefu sana kilichotumia saa 7. Kwa hakika hizi ndizo shughuli kubwa za hadharani alizofanya Kanali Mtambi kwa siku ya Jumatatu kuelekea kupiga kura. Mapema ya Jumanne ya Oktoba 28, 2025, ofisi ya mkuu wa mkoa wa Mara ilifanya mazungumzo na wanahabari kadhaa wa mkoa wa Mara, huku kwanza ndugu Dominikus Lusasi, mratibu mkuu wa uchaguzi mkoa wa Mara, alizungumza na wanahabari kwa dakika 2 na sekunde 50 na kuyasema haya. Nasema karibuni of course kwa mjadiliane kidogo kuhusiana na masuala ya maandalizi ya uchaguzi mkuu wa rais, ubunge na madiwani. Kwa mkoa wa Mara, maandalizi ambayo yameshafanyika hadi sasa tarehe 28 tunaongea hapa ni maandalizi ya kutosha, kwa sababu tumeshapokea vifaa vyote vinavyohusiana na swala zima la uchaguzi, kwa maana ya masanduku. Majimbo yote 10 ya uchaguzi yana masanduku ya kujitosheleza na akiba. Kuna vifaa kama lakili ambavyo ni vifaa vya msingi na vyenyewe vyote vimepokelewa. Mafunzo yametolewa jana, tumeweza kuhitimisha mafunzo kwa wasimamizi wa vituo. Juzi tulifanya mafunzo kwa makarani wa elekezaji, lakini jana yamefanyika mafunzo kwa wasimamizi wa vituo, na wiki iliyopita yalifanyika mafunzo kwa maafisa tehama, wale watakaohusika na swala la kuingiza matokeo kwenye mfumo wa tume. Kwa hiyo kiujumla niseme kwamba maandalizi kama maandalizi ya uchaguzi tuko vizuri kwa majimbo yote 10. Na kwa mkoa wa Mara tunatarajia tutumie vituo 3712 vya kupigia kura, na wapiga kura walioko kwenye daftari la kudumu la wapiga kura ni 1,379,763. Kwa hiyo tunatarajia hawa wote wakijitokeza, basi kimsingi tutakuwa tumefanikiwa kwa kiasi kikubwa zoezi letu la uchaguzi mkuu. Na hamasa yetu kubwa ni kwamba tunaomba wananchi wajitokeze. Nadhani viongozi mbalimbali, jitihada mbalimbali zimefanyika. Upo wasiwasi ambao mimi siuoni, kwa sababu bahati nzuri nimezunguka sana mazingira yote kwa maana ya kuangalia kampeni zinavyoendelea. Hakuna vurugu zozote ambazo zimejitokeza, watu wamefanya kampeni vizuri.
Kwa hiyo mazingira hayo yanaashiria kabisa kwamba hata siku ya kupiga kura ambayo ni tarehe 29, amani na utulivu utakuwepo, na wananchi wajitokeze waende wakatumie haki yao ya msingi kuchagua viongozi wale wanaowataka. Idadi hiyo ya wanahabari hawa wa mkoa wa Mara, wengi kutoka runinga za Tanzania, ITV, Azam, TBC, Channel 10 na Mwananchi, wakisimamiwa na maafisa habari wawili, pia walizungumza na mkuu wa mkoa wa Mara, Kanali Evans Alfred Mtambi. Kabla ya mazungumzo haya, Kanali Mtambi alikuwa mchangamfu mno, huku akiwatania wanahabari kadhaa waliofika katika kikao hiki ofisini kwake, kisha kuyasema maneno haya: ndugu wananchi na ndugu wana Mara, ni wakati mwingine tena nimeona nitumie fursa hii kuwapa taarifa muhimu. Na jambo kama tunavyofahamu, jambo muhimu kwa sasa ni uchaguzi na mchakato wake. Kama ambavyo tumekuwa tukifuatilia na kushiriki kwa takribani miezi miwili hivi iliyopita, tumekuwa tukishuhudia vyama mbalimbali vya kisiasa vikifanya kampeni kwa ajili ya uchaguzi mkuu ambao unatarajiwa kufanyika tarehe 29 Oktoba 2025. Kwanza nitumie fursa hii kuwapongeza sana wana Mara. Kweli mkoa wa Mara ulikuwa umechangamka. Tumeshuhudia shughuli za kisiasa kila kona. Wananchi mjitokeza kwa wingi, mmetumia vizuri sana haki yenu ya kushiriki kwenye mchakato wa uchaguzi. Kampeni za mkoa wa Mara zilikuwa za kipekee. Tumeona kule wananchi walipokuwa na mwamko. Tumeona wagombea mbalimbali walipokuwa wakinadi sera zao kwa ustaarabu mkubwa. Kampeni hizi hazikuwa na matusi, hazikuwa na vibweka visivyoeleweka, bali zilikuwa ni kampeni ambazo nasema ni za kistaarabu na za watu waliopevuka kweli kweli kisiasa. Watu walikuwa wanajenga hoja na wananchi wamezisikiliza hizo hoja, na palikuwa na burudani pia. Mimi nilikuwa na furahi nikiona zile video clip za kampeni, kwa namna ambavyo wagombea walikuwa wanatumia mbinu mbalimbali kuwavuta wapiga kura ili waweze kunadi sera zao. Kuna ngoma moja ilikuwa imetamba kweli, imeibuka wakati huu wa uchaguzi, inaitwa sijui sindika, ile sindika. Wenye majungu achana nao kaka, wenye fitina achana nao kaka, wenye mdomo achana nao kaka, wenye majungu achana nao kaka, wenye fitina achana nao kaka, wenye mdomo achana nao kaka, wenye majungu achana nao kaka, wenye fitina achana nao kaka. Sindika imechezwa kweli kweli Mara. Kulikuwa na furaha. Hiyo ndio Tanzania na Mara tunayoifahamu sisi. Watu wameshiriki kampeni hizi kwa bashasha kweli kweli. Mpaka tunaona zinafika mwishoni hapa, tunaona kama patakuwa zile raha za Sindika tutaziona wapi. Lakini sasa naomba nitumie fursa hii kukualikeni kushiriki kwenye kupiga kura tarehe 29 Oktoba. Oktoba tunatiki ndio hii imefika. Abba
kufika mkoani Mara, umbali wa saa 2 kwa Msoma mjini, jiji la Mwanza mjini. Rais Samia Suluhu Hassan ambaye alikuwa mgombea wa nafasi ya urais CCM alikuwa katika uwanja wa CCM Kirumba, kiwanja cha Furahisha kando yake, akifunga kampeni yake ya uchaguzi, ambapo wakati wa Kanali Ntambi anaongea na runinga ndani ya ofisi ya mkuu wa mkoa wa Mara ilikuwa inaonyesha ufungaji wa kampeni wa mgombea urais wa CCM. Nje ya ofisi ya mkuu wa mkoa wa Mara palikuwa na mazungumzo ya wanahabari hawa mara baada ya kikao hicho kikubwa, ilikuwa ni namna watakavyoripoti tukio la uchaguzi mkuu wa Oktoba 29, 2025 nchini Tanzania. Mwanahabari mmoja akayasema maneno haya: "Ni kweli nipo kazini, lakini swala la usalama wangu binafsi siku ya uchaguzi mkuu ni jambo la muhimu sana, ni jambo la msingi mno." Tanzania yetu ndio nchi ya furaha. Naye Baba Nyerere ndiye tumuhifadhi, naye ndiye aliyeleta uhuru. Tanzania yetu ndio nchi ya furaha. Tanzania yetu ndio nchi ya kusifiwa, wote ulimwenguni watu wote watambua. Tanzania yetu ndio nchi ya furaha. Naye Baba Nyerere ndiye tumuhifadhi, naye ndiye aliyeleta uhuru. Tanzania yetu ndio nchi ya furaha. Mjadala wa wanahabari hao uliendelea. Jamaa mwingine akasema amechukua likizo, amesema atarudi mara baada ya uchaguzi mkuu. Mwanahabari huyo alimalizia akisema kwamba usalama wangu ni muhimu. Mwanahabari mwingine akasema ukifariki katika haya mambo, watu watafika nyumbani kwako, watatoa pole na mama atapewa debe la mahindi. Mambo yataisha hapo hapo. Usalama wa binadamu ni muhimu. Tanzania yetu ndio nchi ya furaha. Naye Baba Nyerere ndiye tumuhifadhi, naye ndiye aliyeleta uhuru. Tanzania yetu ndio nchi ya furaha. Tanzania yetu ndio nchi ya kusifiwa, wote ulimwenguni watu wote watambua. Tanzania yetu ndio nchi ya furaha. Haya ni machache tu kati ya mengi yaliyoshuhudiwa na Mwanakwetu siku hii. Baba Nyerere ndiye tumuhifadhi, naye ndiye aliyeleta uhuru. Tanzania yetu ndio nchi ya furaha. Tanzania yetu ndio nchi ya furaha. Mwanakwetu anasema nini siku ya leo? Kwa hakika swala la usalama wa raia, usalama wa kila mmoja wetu limekuwa limetajwa tangu kwa walioongea na vyombo vya habari na hata wanahabari wenyewe siku ya Oktoba 28, 2025 wakitazama ile Oktoba 29, 2025 siku ya uchaguzi mkuu nchini Tanzania. Mwanakwetu hana la kuongeza, bali ameeleza hali hii halisi kwa eneo alilokuwapo kuelekea Oktoba 29, 2025. Bila shaka msikilizaji wangu, haya makala yatabaki kuwa rejea kwa eneo alilokuwapo Mwanakwetu siku hii. Nina hakika hata wewe msikilizaji wangu hapo ulipo unalo la kusimulia juu ya siku hii.
every day, yeah. Ooh, baby, I love your way every day. Shadows grow so long before my eyes, and they're moving across the page. Suddenly the day turns into night. Mwanakwetu upo, kumbuka tu. Kipenga cha Jaji Mwambegele chapigwa. Makala haya yametayarishwa na Adeladius Makwega na nakutakia siku njema. See the sunset in your eyes, brown and gray and blue besides. Clouds are stalking islands in the sun. I wish I could buy one out of season, but don't